nakataa kabisa. Ya hapo sikusikia. Japokuwa ya kwamba yeye mwenyewe alisema hata kubali mtu yoyote kuharibu ama kuweza kuingilia na kuleta sintofahamu ndani ya chama cha ODM. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mmoja wa wale wafuasi sugu wa Odinga, na aliweza kusema kwamba alikuwa pia mwanafunzi wa kwanza katika wale waliofundishwa na Raila siasa za kupambana na wanasiasa wengine. Kwa hiyo tukiangalia kunazo sintofahamu pale na pale, ama kuna watu wengine wakiketi wanakuwa na mafikra mengi ya kwamba itakuwaje kwa sababu baba ameondoka sasa, na pengine hakuna kiongozi ambaye anaweza kujaza vile viatu vya baba Raila Amolo Odinga. Tunasema ni ukweli, viatu vya baba Raila Amolo Odinga vilikuwa ni vikubwa sana kwa mtu yote kuweza kuvijaza, na sote tumekubaliana hiyo. Lakini tukaona kwa sababu kutakuwa na sintofahamu, ile Central Committee tulipoketi, tulikaa chini na tukasema ya kwamba ingekuwa bora badala ya watu kuanza kutafakari hivi na vile baba ameenda tutafanya namna gani. Na wajua katika uongozi wa kisiasa si vizuri kuwa na vacuum ama kuwa na nafasi. Kwa hiyo sisi tukaona katika Central Committee cha kwanza cha kufanya ni kuweza kuona ya kwamba tunamuita youth leader, yule mkubwa wa baba Raila Amolo Odinga, mheshimiwa Oburu Odinga. Odinga. Yes. Tukaona yeye kama mzee wetu, na ni mtu wako na experience na ako na miaka, na aliishi pamoja na baba, na alijua tafakari ama alijua fikra za baba ziko namna gani. Ni mtu ameishi naye miaka yote hiyo katika ulimwengu huu ya 80 yako kufikia miaka 80 ameishi na baba usiku na mchana, na kutembea njia moja usiku na mchana. Kwa hiyo tukaona hakuna mtu ambaye anaweza kuingia katika zile nyayo za baba vizuri isipokuwa Daktari Oburu Odinga. Na ndio sababu tukasema tumweke kama kiongozi wa muda, ili akizuia zile ngome zisiweze kuwa zinaonekana kwamba ziko peupe, hazina mtetezi ama hazina mtu. Nafasi yote ikabidi pale pale tuseme ya kwamba yeye kama ndugu yake mkubwa, kama mtu ambaye alitembea naye, kama ni mtu ambaye walianza chama pia vile vile cha kisiasa pamoja, kama ni mtu alikuwa mfuasi wa Raila, kama ni mtu alikuwa ndugu ya Raila. Tukaona hapo kuna uzito fulani ambao watu wanachama wa ODM wataheshimu ikiwa sisi tutapitisha ya kwamba tumemteua huyu Daktari Oburu Odinga kwa muda, ili aweze kushika ule usukani na kuweza kuendelea. Hatuwezi kuwa na meli inaenda na haina captain. Kwa hiyo kama kitu fulani kimetendeka kwa captain, na captain hawezi tena kushika ule usukani, hawezi kuwa nahodha wa ile meli, tuliona ya kwamba vizuri ni kwamba Daktari yule youth leader achukulie na asonge mbele. Lakini maoni yake Sifuna, maoni yake Sifuna na ambayo sio ya wengi ndani ya chama cha, ama sio ya baadhi ya watu ndani ya chama cha ODM, ni kwamba, na alisema wazi na akasema kwamba anawiana na yale ambayo baba alikuwa amesema kwamba chama hiki ili kuendelea kuwa dhabiti ni sharti kiwe na candidate tukifika mwaka 2027. Wajua kitu kimoja nataka kukuambia, chama cha ODM kina uhuru mwingi sana. Uhuru wa kuongea tu, your conscious, uhuru wa conscience, uhuru wa wewe to air your opinion, vile unavyotafakari.